Kwa hiyo baada ya kufika rafiki zangu pale wakanionea huruma, wakakuta niko nalia, wananiuliza nini, nikamwambia nimekanyagwa. Wasema na ile gari, nikamwambia ndio imenikanyaga wakati naruka, tairi imenipitia. Wakanipa pole sana. Wakaanza kupiga simu kwa bosi wetu ambaye yuko kumjulisha habari ya tukio lililonipata. Dakika hizo alikuja kunichukua kule polini na rafiki zangu tukawa tunaondoka, nikapitilizwa moja kwa moja kupelekwa hospitali ya mkoa. Baada ya kufika pale hospitalini walihitaji vipimo PF3 kwa ajili ya matibabu. Lakini bosi wangu akamwita dokta mmoja, wakazungumza, sijui walimalizana vipi, maana nadhani ni pesa ilitembea bila shaka. Nikashangaa matibabu yakaanza, nikaanza kushughulikiwa. Wakanishughulikia. Basi kesho yake nikawa nimepangiwa sindano za kwenda, hivyo nikawa nimepona. Matukio yakaendelea kama kawaida. Hapo ulikuwa umeoa au bado? Wakati huo nimeoa na nimeanza haya matukio hata kabla sijaoa. Nilikuwa nina mchumba, na mchumba ilifika mahali aliposikia fununu za kwamba yule anayetaka kukuoa matukio yake 1 2 3 alitaka tuachane. Hata ndugu zake waliingilia kati, ila nilikuwa tayari nimeshatoa na baadhi ya mali kwao. Sasa hicho ndio kilikuwa kinasababisha wakati mwingine uchumba wetu usivunjike haraka. Ila ilifika mahali yeye mwenyewe akawa hataki kabisa kuendelea kuwa na mimi. Ila nashangaa, sijui ni Mungu, naweza ikasema ni Mungu kwa sababu ndo leo ni mama mchungaji. Kwa sababu pamoja na maneno yote alikuwa anafika mahali anakata tamaa, lakini tena baadaye anarudisha moyo. Najikuta tena anajirudi. Kwa hiyo nilikuwa nimeoa na nilikuwa nimechumbia nilipoanza, lakini tukio hili wakati ninafanya nilikuwa nimeshaoa. Yeah. Wazazi wako baba na mama? Wazazi wangu baba na mama, baba alikuwepo, mama alikuwepo. Lakini kwa sasa baba yupo, mama hayupo. Pole sana. Asante sana. Wazazi wako hawakufanya juhudi zozote za kukuzuia? Manake tukiwa kwenye mikutano ya mitaa ile wazazi wanaonywa pale, unajua mwanao ana tabia hii, mwelekeze. Wewe hawakukuelekeza ama kukuzuia? Kiukweli sio wazazi peke yao. Wazazi walifanya jitihada sana za kunizuia na kuniambia kwamba hayo unayoyatenda ni mabaya. Na mimi nilikuwa wakati huo nikiwakatalia kwamba hapana, wananionea. Mimi sina matendo kama hayo. Hata jamii ilikuwa wakizungumza hayo, na kuna kitu ambacho wakati mwingine naweza ikasema kilikuwa kinasababisha nisijulikane haraka, kwa sababu matukio nilikuwa sifanyii nyumbani. Nilikuwa natoka kwenda kufanyia mbali. Kwa hiyo hata pamoja na hayo kukataa kote, lakini watu walijua kwamba huyu anafanya matukio ingawa hafanyi hapa. Kwa hiyo nilikuwa sikamatiki katika mazingira yale, ila matukio yangu nikawa nakamatika sana ni nje ya mazingira ya kwetu. Wanasikia tu kwamba amekamatwa kwa tukio, yuko kituoni, alikuwa wanafanya 1 2 3. Lakini pia ninapotoka kwenye ile kesi, labda nimedhaminiwa, nimetolewa na wale mabosi wangu, nikirudi kwenye jamii wanaponiuliza kwani unafanya vitu, ngasema hapana, hilo nalo walinionea. Kwa hiyo ilikuwa ni hali ya kukataa, lakini hali kiukweli tulikuwa tukifanya. Mama yako alikuwa hasikitika? Mama yangu alikuwa anasikitika sana, na wakati mwingine alikuwa anaona aibu hata napotembea katikati ya mama wenzake. Wanaposema mwanao kwa kweli anayoyafanya ni mabaya, anajisikia vibaya, lakini alikuwa hana namna. Ila namshukuru mama, alikuwa ni mtu ambaye ameokoka, hakuwa na maneno mengi. Hata wakati mwingine akikutana na mimi alikuwa ananiambia tu, mwanangu, naomba tu Mungu akusaidie. Mungu akusaidie utoke katika hayo maisha unayoishi. Ijapo unakataa, lakini hayo maisha unayoyaishi ni mabaya. Muda wote unaweza kufa, muda wote unaweza kupotea. Nilikuwa tunamwambia mama, hapana mama, ninaonewa. Lakini kiuhalisia ilifika mahali hata kusema uongo, naelewa nasema nakataa, lakini ukweli uko wazi. Mama alikuwa akinishauri na wakati mwingine kunichukua, hasa pale ambapo kuna ugonjwa nilikuja nikapatwa nao. Ugonjwa wa kifafa. Nilikuja nikapatwa na ugonjwa wa kifafa. Sikuwa nao mwanzo. Ulitokea tu uingia kwenye ujambazi? Nikajikuta siku moja, na tena ulikuwa ni mgonjwa mbaya sana, wa aibu. Ila namshukuru Mungu mpaka leo nilishapona, ni mzima baada ya kuokoka.
Huo ugonjwa ulipokuwa umenipata kwa mara ya kwanza, ilikuwa kama tuko kwenye grocery ya vinywaji. Mimi ingawa nilikuwa sinywi pombe, lakini nilikuwa na marafiki zangu walikuwa ni wanywaji. Kwa hiyo tuna pesa zetu, kila mtu amekaa na rafiki yake, anazungumza naye habari za hapa na pale. Mimi ilikuwa ni soda tu, kilevu changu ni soda, labda na wanawake tu kupiga nao story 2-3 hapa na pale hivyo, lakini kwenye mambo ya kilevi kingine nilikuwa simo. Sasa ikafika mahali siku hiyo ilikuwa chanzo cha kwenda kanisani kupelekwa na mama. Ilikuwa nimeanguka katika mazingira ya grocery. Watu wakashangaa kwa sababu ilikuwa sio kawaida. Ilikuwa ni mchana. Nilipopelekwa kanisani kwenye maombi, nilifanyiwa maombi, lakini baada ya kufanyiwa maombi sikuacha ile tabia. Nikapona. Nilijisikia amani, yani kurudi katika hali ya kawaida. Kifafa kikaondoka. Kikafafa nadhani hakikuondoka ila kilitulia. Kwa sababu moyo wangu bado ulikuwa haujakubali kubadilika. Yani kubadilika, kifafa kuondoka kimeondoka baada ya mimi mwenyewe kuhiari ndani ya moyo wangu kwamba sasa nimeamua kumtumikia Mungu. Hapo ndo kifafa kilikuja kikatoka. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtu anasumbuliwa na ugonjwa, si kwamba Mungu ameshindwa kumponya. Mungu hajawahi kushindwa, isipokuwa yeye mtu mwenyewe anakuwa yuko njia mbili. Na hicho ndo naweza nikashuhudia hata kwangu, kwa sababu nilikuwa bado nikiendelea na mambo yangu, lakini kanisani nikawa naenda kama kuibia, lakini bado niliendelea kuanguka kifafa. Lakini siku niliposema kwamba acha tu niamue kuokoka, na ndo kifafa kilikoma. Kwa hiyo huo ndo ulikuwa mwanzo wa kwenda kuombewa, na baada ya kuombewa nikawa kimetulia, lakini nilipoendelea na matukio yangu nacho kiliendelea kama kawaida. Ila sikuweza kuokoka kwa wakati huo. Sasa ulikuja kuokoka lini? Hii ilichukua muda takribani kama miaka 6 mbele. Na hii ilikuwa imefika mahali baada ya kuchoka kuwekwa ndani kila kuitwa poleo. Maana ilikuwa haipiti miezi 2 sijawekwa ndani. Hata kama kuna mali nilikuwa nikipata nikiweka ndani, hizo mali baada ya wiki 2 zinauzwa zote kunitoa ndani. Kwa hiyo ilifika maisha familia inauza. Yani familia inauza, kwa sababu ninapokuepo ndani maana yake kila kitu kimesimama. Sasa naanza kuambia hebu fanyeni kila iwezekanavyo, uzeni vile vitu muje mnitoe. Na bahati mbaya tulikuwa hatuna uwezo wa kuwekeza zaidi ya kununua vitu tu vya ndani, kwamba labda kaweka hela benki au nini, hiyo ilikuwa haipo. Ila unaweza kununua vitu, kanunua TV, radio, nini umeweka ndani na viti, lakini baada ya mwezi 1 au 2 mke wangu atafurahia hivyo vitu. Baada ya mwezi 1 2 tena mwezi unaofuata vinatolewa, vinauzwa. Kwa hiyo imenitokea hiyo karibia mara 4. Kwa hiyo nanuaga vitu tena vinauzwa kunitoa ndani. Hivyo kunitoa ndani. Kwa hiyo hata ndani nilikuwa nimewekwa karibia zaidi ya mara 12, na hiyo ya mara 12 ndio ilinifanya sasa nianze kushituka. Mungu aliingilia kati maisha yangu. Na hii ilitokana na tukio ambalo kuna rafiki zangu walikuwa wamefanya tukio la mauaji, na baada ya kufanya tukio la mauaji wakawa wanatafutwa, maana walikimbia na zile simu, na kupatikana kwao ilikuwa ni zile simu walizokuwa wameondoka na simu za marehemu. Sasa walipokuwa wamefanya tukio hilo ni Mbeya, wakakimbilia Mbozi, maana tulikuwa tunakaa Mbozi. Mkoa ulikuwa ni mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbozi. Kwa hiyo wakakimbilia Mbozi ambao ndo kwetu. Sasa wakati maaskari wamefika pale kijijini, wakawa hawajui ni wapi ambapo huyo mtuhumiwa anakaa, ila wanaelewa kwamba ni Mbozi. Walipojaribu kuuliza lile jina pale, wakasema huyo mtu tunamfahamu, ila kwake hatumfahamu. Kwake anayemfahamu ni mtu fulani ambao wakanitaja mimi. Mtoto wa Mwashtete ndo anayekufahamu kwake huyo mtuhumiwa. Tupeleke basi kwa huyo mtoto wa Mwashtete. Ndo akamleta nyumbani kwangu. Walipofika kwangu, hawakupelekwa kwa baba. Hawakupelekwa kwa baba. Walipelekwa kwamba mtoto wa Mwashtete ndo anayekufahamu kwa huyo mtuhumiwa, mtu mnayemtafuta. Ni usiku wa manane. Na hapo yule mchumba mlishafunga ndoa? Wakati huo nishaoa. Na mtoto unaye? Na mtoto wa miaka 2. Ya, kwa hiyo wakati wamefika sasa, wametoka hiyo hapo kijijini
mjini, tuseme ndo maeneo ya madukani. Walipouliza wakaelekezwa mpaka kwangu. Kutoka pale madukani mpaka kwangu kwa mwendo wa gari ni kama dakika 10 au dakika 8. Wakafika mpaka kwangu, wakaja wakagonga usiku saa 8. Nasikia mlango unagongwa. Wakati mlango unagongwa, najiuliza atakuwa ni nani masaa haya, kwa sababu na mimi tabia yangu haieleweki. Nikawa na hofu, bila shaka hao watakuwa ni maaskari. Kwa hiyo nikawa natafuta namna ya kujihami, kutoroka mle ndani au kujificha. Sasa pa kutorokea pakawa hapapo, nikaona hata nifiche ndani ya choo humo ndani. Nikamwambia mke wangu, hawa ni maaskari, hebu sasa mimi nitajificha chooni, ila wewe watakifika hapa wakikuuliza waambie huyu mtu aliondoka toka jana, sielewi yuko wapi. Kwa hiyo tukapatana na mke wangu. Wakati tumepatana na mke wangu, nikaingia chooni, wakavunja mlango wakaingia. Walipoingia ndani, wakapitiliza moja kwa moja mpaka kwenye vyumba. Walikuwa wengi, karibia 10 na. Wakaja mpaka kwenye chumba sasa ambako yuko mke wangu. Walipomkuta wanamuuliza, mume wako yuko wapi? Akamwambia toka jana hayupo, sielewi yuko wapi. Wakaendelea kupekua pekua. Bahati mbaya askari mmoja au nzuri akaingia chumbani, chooni, choo cha ndani, akanikuta nimejibana kwenye kona, nimevaa bukta. Alinishughulikia. Alinishughulikia. Lakini pia mama akaingia kwenye hatia, naye akaanza kushughulikiwa. Alipigwa, tukakusanywa kwamba wote tuna kesi moja. Sasa walikuja kwa ajili ya kunichukua ili nipelekwe, niwapeleke nikasaidie. Lakini baada ya kuona ile hali ya kutokuonyesha ushirikiano, kwanza wamegonga mlango